Sasa Ramadhani imeshaingia. Sasa ndugu zangu, tunafaa kufanya nini sasa? Ni tuzidishe zile ibada ambazo ilikuwa tunazifanya kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani. Tutaendelea kuswali mashallah swala 5, tutaendelea kusoma Qur'ani, tutaendelea kufunga saum, tutaendelea kuamka usiku wa manane, tutaendelea kutoa sadaka na mingineo. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo itakana uyatilie mkazo zaidi ndani ya Ramadhani. Jambo la kwanza ndugu zangu, hii Ramadhani iko mbele yetu, tutulie mkazo sana, tuwe karibu sana Qur'an, kwa sababu Qur'an imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambaye Qur'an imeteremshwa ndani yake. Tusome sana Qur'ani, tujue maana ya Qur'ani, tuitie katika matendo yetu na tuweze kuishi kwa mujibu wa Qur'an. Tusome sana Qur'ani ndugu zangu. Ikiwa mwaka jana ulimaliza Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani mara moja, inshallah katika hii mwaka weka azma nitamaliza mara 2. Ikiwa mwaka jana ulisoma mara 3, weka azma mwaka huu inshallah nitamaliza mara 5. Ndio unaona wema waliotangulia kina Imam Malik rahimahullah na wengineo, ilipokuwa inaingia Ramadhani wanafunga mpaka darsa misikitini, hakuna kutoa mawaidha tena. Sasa ni Qur'ani na Qur'ani na wao. Salati aljamaa kwa wakati wake, wanaamka katika qiyamul layl ya tarawih, wakitoa sana sadaqa na mingineo, lakini wakijibidiisha sana katika masala ya Qur'an. Ndugu zangu, hii Qur'ani tuikaribie sana katika mwezi wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani tuendelee nayo, kwa sababu ndo muongozo wetu. Usikae mbali na Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqama as-salati wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wale ambao watakayekuwa wanaisoma hii Qur'an, na kuisoma Qur'ani ni kuisoma